Ni katika ukumbi wa Pendameli Itigi ambapo historia mpya imeandikwa. Watu kutoka sehemu mbalimbali walikusanyika kushuhudia uzinduzi wa kitabu cha Simon Sililo kiitwacho Mjasiriamali wa Leo ni Tajiri wa Kesho. Kitabu chenye ujumbe mzito kwa kizazi cha sasa kuhusu nguvu ya kujituma, ndoto pamoja na mafanikio kupitia ujasiriamali. Mgeni rasmi ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri Hussein Simba aliwahimiza vijana kuamka, kujikita kwenye kujiajiri na kuacha kutegemea ajira za ofisini. Lakini ile elimu wanayoipata, hebu watoke nje ya boksi ya kufikiria kazi, wafikirie ujasiriamali pia kama kazi iwe ziada peke yake. Hata hivyo pia aliwakumbusha kuwa mafanikio huanza pamoja na kuthubutu. Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Manyoni Jumanne Ismaili aliwaasa vijana kutumia muda wao vizuri, kwani dunia ya sasa ni ya ubunifu na juhudi binafsi kuliko kutegemea ajira. Na mawazo ya kujiajiri yatatusaidia kesho. Hayo nilisema leo nije, nimepata mialiko mingi hivi kama nilivyosema daktari hapa, lakini hakuna mwaliko huwa na uheshimu kama mwaliko wa mjasiriamali wa leo na kesho. Katika tukio hilo, wadau mbalimbali walipewa nafasi ya kuelezea namna wanavyomfahamu Simon Sililo, na kila mmoja aliweza kumwelezea kuwa ni kijana mchapakazi, mpenda maendeleo na mfano bora wa kuigwa katika jamii kutokana na namna ambavyo anajitoa na kujituma kufundisha ujasiriamali bila kuchoka. Na kwa sauti yake mwenyewe, Simon Sililo, mwandishi wa kitabu hicho, alisimulia safari yake ya uandishi, changamoto alizopitia na imani yake kuwa kupitia kitabu hiki vijana wengi wataamka na kuamini kuwa mjasiriamali wa leo ni tajiri wa kesho. Hivyo kwa kuliona hili, ilinilazimu kuanzisha madarasa mengi katika jamii yangu na ndani na nje ya mkoa wa Singida, na kukumbusha kwa saburi thamani ya mafanikio ya pamoja katika maisha yetu. Hii ni kutokana na ukweli kuwa athari ya kutokuwashika mikono watu wengine ni nyingi kuliko tahadhari tunazoweza kujiepusha na hizo athari hasi kwa jamii. Naomba ninukuu maneno ya mama wangu ambaye alishawahi kuniambia kwamba, mwanangu, umesoma na kumemaliza masomo yako, lakini usikumbatie kile ulichokipata kama elimu yako na kuwasahau watu wengine, bali wasaidie watu wengine ili na wao wafanikiwe, kwani hata wewe hapa ulipo ulisaidiwa na watu wengi na ulishikwa mkono na watu wengi, ndio maana upo hapa. Hata hivyo pia, baada ya uzinduzi wa kitabu hicho, tulipata wasaa wa kuzungumza na waliohudhuria hafla hiyo, nao walikuwa na haya ya kusema. Nimefurahi sana kwa ajili ya kuhudhuria tafrija au hafla fupi kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu ambacho title yake inasema kwamba mjasiriamali wa leo ni tajiri wa kesho. Kiukweli napenda kumpongeza sana Bwana Simon kwa ajili ya utunzi wake wa kitabu. Kitabu hiki kiukweli kimegusa sana mazingira ya watu wengi wanaoishi sehemu mbalimbali, lakini kikubwa katika swala zima la ujasiriamali, sababu kinaonyesha dira kwamba watu wanaanzia wapi, wanaishia wapi. Kinatufundisha hakuna mtu aliyeanza tu maisha moja kwa moja akawa milionea. Kwa hiyo ujasiriamali unamfanya kila mmoja aangalie fursa mbalimbali kupitia mafunzo ya Bwana Sililo. Yaani napenda kumpa hongera sana, na endelee kuwa na moyo huu, atafika mbali na asiishie hapa, ili aweze kuwasaidia na wanawake wengine na vijana pamoja na watoto wa kiume. Kupitia kitabu hiki, hii inakuwa sio hadithi ya kawaida, ni mwamko mpya kwa vijana wa Itigi na Tanzania kwa ujumla. Ni wakati wa kuchukua hatua, ni wakati wa kuandika historia kupitia kitabu cha mjasiriamali wa leo ni tajiri wa kesho. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Pendameli, Ramadhani Juma, Itigi TV.
Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja.